Karibu Tabora, karibu Toronto. Kumbe wewe ni tapeli, umeniibia, umenirudisha kila kitu nyuma. Mimi sasa hivi nahangaika, sina kitu, vitu vyote umeshabeba, mali yote nilioachiwa umechukua. Naomba kama unanisikia nirudishie haki yangu. Hiyo ni haki yangu. Ni kwa ajili ya watoto wangu wadogo, wananiangalia mimi. Kwa hawa mabwana walifika Kaliua. Wamevaa t-shirt za kampuni ya Yas, zamani Tigo. Wanasajili line. Walichokifanya walipofika dukani wakamwambia tunataka tukusajilie lipa namba. Walivyoondoka mama anashangaa kupiga simu hazitoki, haelewi, kumbe line waliomwekea sio ya kwake. Wameshamtapeli. Wamemwachia shilingi 6,000 tu, mbali na milioni 40 na kidogo. Jeshi la polisi mkoani Tabora limewakamata watu 5 miongoni mwao akiwemo mwanamke mmoja kwa tuhuma za kujifanya wahudumu wa kampuni moja ya mawasiliano nchini baada ya kutapeli shilingi milioni 40 kutoka kwa mfanyabiashara ya vitenge Fatuma Nasoro, mkazi wa Kaliua, kupitia udanganyifu wa usajili wa lipa namba. Na hapa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Matiko Chacha anatoa msimamo wa serikali mbele ya kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Lazima mtoe hela ya watu ndio mtoke hapa Tabora. Mwende mchange, mwambie ndugu zenu na kamera ziwaone ndugu zenu, wewe Freddy na mwenzio sijui Messi, mlipe hela ya watu ndio muondoke hapa. Alafu angalia milioni 40 ndani ya hizo wiki moja mbili, hana hata shilingi. Anakaa baa kuanzia asubuhi mpaka kesho kutu. Akimaliza anarudi kwenye utapeli. Anamwambia RPC nipo tayari kulipa milioni 10 kila wiki. Anajua anavyoipata. Na biashara gani hana? Unaitoa wapi? Anasema najua mwenyewe. Tapeli sio kampuni ya simu. Tapeli ni huyu, ni Freddy. Ila ametumia jina la kampuni ya simu na wao wenyewe. Nyuma hapo pia alikuwa ni mwajiriwa wa kampuni ya Yas kwa ajili ya uwakala ule wa kusajili line. Alipopata hizo milioni 40, inavyoonekana amenunua gari moja na aliyemdalalia yule pale, naye tumemkamata. Wote tumewakamata. Wanajua hii ni syndicate tu. Katika sakata hili la utapeli, Freddy Ricardo anatajwa kuwa ndiye kinara wa mbinu hii tangu alipoianza safari hii mwaka 2021. Na hapa kamera za waandishi wa habari zikataka kusikia kutoka kwenye kinywa chake bila kupepesa maneno. Sikiliza kile alichotuambia. Kwa sababu kwa tukio leo nilikuwa niko pembeni tukijirani kidogo, sikushiriki kwa lolote, na hata mama mwenyewe anajua sikushiriki kwa lolote, kwa sikujua hata namna zilivyochukuliwa. Japo nilikuwa pamoja na yeye, lakini sikushiriki kwa lolote katika zile hela. Unajua kama anaenda kutapeli? Ni kweli, hilo nilikuwa najua. Baada ya kukamata ndo nikafahamu kwamba pale palikuwa na hela nyingi. Kwa pamoja kwamba kwa yameshatokea tayari na nilikuwa niko naye na tuko pamoja, moja kwa moja nimeingia kwenye hatia. Kwenye milioni 40 ulipata shilingi ngapi? Milioni 2. Mlifahamianaje wewe na mwenzio wako? Kivipi mlikutana? Wakati tunasajili kwenye haki mwaka 2021 ndipo tulipojuana. Ila safari hii ndio tukakutana. Kwa nyakati tofauti, mbali na utapeli aliofanyiwa Fatuma Nasoro kutoka Kaliua, baada ya habari hii kusambaa kwa kasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari, waathirika wengine waliolizwa mamilioni ya pesa na vijana hawa wakasafiri umbali mrefu kutoka Mwanza na Dodoma na kutinga ndani ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora kueleza namna vijana hawa walivyowatapeli. Walikuja hao vijana wawili kwenye ofisi yangu. Wakasema wanasajili namba ya lipa namba. Wanatoka kampuni ya Yas. Basi mimi nikakubali, wakaanza kunisajilia. Walivyoingia katika process za benki, wakasema hii simu yako umeunganisha na simu benki? Nikamwambia ndio. Akasema sasa ili benki ikubali kupata wewe lipa namba, unatakiwa iruhusu benki. Basi mimi nikawa nimebonyeza namba zangu za siri bila wao wenyewe kujua. Lakini baadaye wakaja wakaondoka na line yangu ya simu ambayo ndio iliyokuwa imeunganishwa na simu benki. Wakaniambia sasa dada, sisi tunatoka baada ya dakika 20 tunarudi, tutakuletea hiyo karatasi yako ya lipa namba, utaanza rasmi matumizi. Kesho yake saa 11:45 message ikaingia kwenye simu yangu kuwa salio lililokuwemo kwenye simu imehamishwa kwenda lipa namba ya Yas. Hawa ndio waliosababisha mimi maisha yangu kuwa magumu. Mimi sina mume, nina watoto wadogo, wote wananitegemea kusoma. Kwa nini mnachonifanyia hivi? Wewe hauna huruma? Kwa mfano wewe uwe na dada yako kafiwa na mume, alafu aje afanywe kitendo kama hiki, wote jisikiaje? Wewe nakuuliza, wewe uliosema wewe sio tapeli, nakuuliza. Bado nilikuambia wewe kaka usije kuwa ni tapeli, ukasema hapana. Shika na kitambulisho changu hichi hapa, mimi natoka Yas. Kumbe wewe ni tapeli, umeniibia, umenirudisha kila kitu nyuma.
Mimi sasa hivi nahangaika, sina kitu, vitu vyote umeshabeba, mali yote nilioachiwa umechukua. Naomba kama unanisikia nirudishie haki yangu. Hiyo ni haki yangu. Ni kwa ajili ya watoto wangu wadogo wananiangalia mimi. Mnamo tarehe 12 Disemba nilikuwa niko kazini kwangu. Alikuja kijana mmoja ambaye alivaa t-shirt ya blue na koti cha mtandao wa simu wa Mixx by Yas. Kunitambulisha kwa ni wakala wanasajili line. Mdau alikuwa na shida ya kusajiliwa line yangu. Akaniambia anaweza kunifanyia kwa muda huo wa haraka. Nikamtajia namba, akaanza kunisajilia line. Baada ya mfupi nikaona muda unaenda hamalizi, nikamuuliza mbona umalizi, nataka kuendelea na kazi. Akanambia tayari, unaweza naomba simu yako niweke kwenye line. Nikamwambia hapana, siwezi kukupa simu yangu, lete line niweke mwenyewe. Kweli nikachukua line ambayo iko kwenye simu ya Airtel ambayo ndio imeunganishwa na sim card bank yangu ya NMB. Nikaiweka pembeni, nikaichukua line nikaweka kwenye simu. Kipindi naweka kwenye simu, kila nikiangalia network haipandi. Nikaizima nikawasha tena, bado haipandi. Nikamwambia, "Mbona line yako inasumbua na haipandishi mtandao wote?" Akanambia, "Wewe kuwa na subira, endelea kusubiria. Au mimi naweza nikaenda nikakuachia nikarudi baadaye." Nikamwambia, "Hapana, wewe chukua line yako. Mimi baadaye nikipata muda nitaenda ofisi za Tigo mwenyewe." Baada ya kutoka dakika 5, ikaingia message kwenye simu yangu. Milioni 5 imehamishwa kutoka kwenye simu yangu kwenda lipa namba mtandao wa Tigo. Nikaiangalia, naangalia ni account yangu mimi pesa. Nikatoka nikakimbilia NMB. Kipindi niko njiani, hela ilikuwa inazidi kutolewa. Mpaka nafika NMB nakuta nimetolewa milioni 9,400,000. Sasa siku yake sasa next day, siku ya kwanza ghafla wanaona kwamba milioni 5 zimetoka. Sasa siku ya pili milioni 5 zingine wametoa. Limit yetu ni milioni 5 ya siku. Siku ya tatu wametoa milioni 1,765,000, kitu kama hivyo, hela yote ambayo imebaki. Baada ya siku 3-4 ndio tumejua wakati tulikuwa tunahitaji hela sasa tutoe kwa ajili ya kufanya payment kwamba hii hela imeibiwa. Na kweli kwenye watu 4 kuna watu 2 humo tumeidentify kwamba ni hawa ambao walikuja ofisini kwetu. Ukweli ni kwamba vijana hawa si kama walilala na kuamka na kubobea katika utapeli huu. La hasha, bali yupo aliyewafundisha, tena kwa kumtaja kwa jina. Jina lake mimi nalijua ni jina moja tu, Sylvester. Ni Mtanzania. Kiongozi namba 2 katika kundi hili la utapeli anakaza uzi na kusema ukweli mbele ya waandishi wa habari. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumemrudishia hela yake. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumemrudishia hela yake. Hela yake yenyewe tumetapeliwa hata sisi. Sisi tulimfuata tukamwambia tunataka tumsajilie tu line, baadaye tukamwambia aweke namba ya siri yake, akaweka pale. Basi tukawa tumemaliza tukaondoka. Tumehamisha kupitia kawaida, kama mtu anavyolipa tu kawaida. Ujuzi huu wa wizi nyinyi mlitoa wapi? Kuna mtu aliyetufundisha sasa hivi yupo Tanzania, yuko Kenya. Kwa mlifundishwa na nani? Yupo Kenya sasa hivi. Yupo Kenya. Jina lake mimi nalijua ni jina moja tu, Sylvester. Ni Mtanzania. Alikuwa ni kiongozi wetu. Yaani upande wangu alikuwa ni kiongozi wangu. Lakini mmefanya? Ndio tumefanya. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi SACP Richard George Abwao ana neno kwako wewe unayeangalia na kusikiliza habari hii hapo ulipo. Pengine nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora waendelee kuchukua tahadhari. Kwa mtu ambaye hawamfahamu kabisa, basi ni vyema kuepuka kwa kutoa taarifa zako za kibenki, taarifa zako za simu. Ni vyema ukapata huduma za kibenki, huduma za makampuni ya simu kutoka katika ofisi rasmi za makampuni ya simu ambazo ziko katika ngazi ya mkoa pamoja na wilaya. Lakini jeshi la polisi litaendelea kupambana kuhakikisha kwamba wahalifu wa namna hii wanakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Karibu Tabora, karibu Toronto.